Msikilizaji na shabiki wa Light Simulizi, nikulete katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii ya harufu ya huba. Karibu sana tukaweze kujua nini kilijiri katika sehemu hii. Naitwa Trishe na hii ni Light Simulizi. Karibu. Tulipoishia katika sehemu ya kwanza ni pale Onoyo alikuwa haelewi anaanzia wapi, anamalizia wapi. Huku shingoni alikuwa anahisi kuna waka moto. Yaani ni kiu ya pombe tu ilikuwa inampelekesha kweli. Kama tunavyojua mazoea tena hujenga tabia. Ila kila Onoyo alipojaribu kusogelea zilipo pombe, ile kumbukumbu alichofanyiwa na wahuni ilikuwa inamjia. Alikuwa anarudisha majeshi nyuma. Yaani Onoyo alikuwa anaamini kama sio pombe basi wale wahuni siku ile huenda angewamudu vizuri tu. Basi Onoyo akiwa mgeni wa mitaa alijikuta akaanza kutafuta vibarua vya hapa na pale, na maeneo yale mahoteli yalikuwa mengi. Kwa hiyo Onoyo hakuchelewa kupata kibarua. Ilikuwa ni kibarua cha kufyeka na kuweka mazingira sawa kwenye moja ya hoteli, ikiwa ni pamoja na usafi. Japo pesa ilikuwa haitoshi, ila Onoyo alikaza kupiga kazi pale hotelini. Yaani alikaa miezi miwili akiwa mfanya kazi sasa rasmi wa pale hotelini. Awamu hii alikuwa ni mfanya usafi anayeingia mpaka ndani kusafisha kwenye makorido na mavyumbani. Ile kazi Onoyo alikuwa akipata kwa kuunganishiwa na mama mmoja hivi ambaye alikuwa na kacheo pale hotelini. Yaani huyo mama ndo alikuwa anasimamia wafanyakazi wote wanaohusika na masuala ya usafi kwa wafanyakazi wa nje na ndani. Kibaya Onoyo alikuwa akapewa ile kazi kwa masharti. Yaani mshahara ukitoka basi kwenye mshahara wake nusu anachukua yule mama, nusu anachukua yeye. Yaani ilikuwa kama rushwa. Kwa hiyo Onoyo alijikuta anakuwa kama anafanyia kazi chakula tu. Pombe Onoyo alikuwa kaacha kabisa na alikuwa hataki kuzisikia kabisa. Miezi ilipita, hatimaye mwaka ulikatika. Onoyo akiwa kashazoea mazingira ya ule mji. Huku upande wa mjini wakina Onoyo, mzee Tegete na familia yake walikuwa wamemtafuta mtoto wao mpaka wamekata tamaa, na waliamini huenda kesha fariki. Upande wa Halima mambo yalikuwa mazuri tu kama kawaida, na kila akipata mimba Mr. Hemedi alikuwa anamwambia atoe, na kwa kuwa Halima anapenda maisha mazuri basi alikuwa anatoa. Kwa mara nyingine Halima alikuwa na ujauzito na alikuwa karibia ujauzito wa 5. Halima alikuwa kapania bwana Hemedi akija akimwambia atoe basi awamu hii hatokubali hata iwaje. Ilikuwa ni wiki imepita tangu Halima amuone Mr. Hemedi. Kwa maelezo ni kwamba bwana huyo alikuwa kasafiri. Basi akiwa ni majira jioni, Halima akiwa kajibweda anakula maembe mabichi kuifurahisha mimba, ghafla alipokea simu ya Godi. Shemu Halima, vipi? Kuna taarifa zote umepata kuhusu bwana Hemedi? Lilikuwa ni swali kutoka Godi. Sijapata taarifa zote, maana siku ya 3 simu yake haipatikani, Halima alijibu. Kuna taarifa nimezipata hapa. Sio muda, sijui ni za kweli. Nasikia Hemedi kauawa na majambazi, ila bado sina uhakika. Zilikuwa ni taarifa ambazo zilifanya Halima simu imdondoke. Basi turudi upande wa huku kwenye mji wa watalii kwa bwana Onoyo pale hotelini. Ilikuwa siku ambayo tukio zito lilikuwa limetokea majira ya usiku, na kulipokucha basi askari walikuwa wamejazana pale hotelini na wafanyakazi wote wa hoteli walikuwa wameitwa kutoa maelezo. Kiukweli mimi wakati nimelala nilisikia tu milio ya risasi na niliogopa hata kuchungulia. Yalikuwa maelezo ya mmoja wa wafanyakazi. Mimi ngoja nieleze ukweli. Jana mimi nilikuwa mapokezi. Watu 3 walifika wakiwa wanamuulizia mzungu anayeitwa Mr. Harrison. Kiukweli nilipoangalia taarifa za kitabu cha wageni niligundua Mr. Harrison yupo chumba namba 20.
Kiukweli sikuweza kutoa taarifa za mteja pasina kumpa taarifa, na niligoma kufanya hivyo. Ila mmoja wao kati ya wale watatu, ambaye alikuwa mrefu mweusi huku akiwa na kovu hapa kwenye shavu, alitoa kibunda cha pesa na kunipa ili nikae kimya na niwaoneshe chumba alichomo Mr. Harrison. Kutokana na ile pesa nilipata tamaa na nilifanya kama walivyotaka. Ila baada kama dakika 10 baada ya wao kuingia ndani, nilianza kusikia milio ya risasi, na hazikupita dakika 5 nilimwona Mr. Harrison akiwa na wenzake 5 wanatoka kukimbia huku wakiwa na bastola mikononi. Hayo yalikuwa maelezo ya mfanyakazi ambaye usiku huo alikuwa mapokezi. Basi askari ilibidi waitoe miili ya watu waliouawa ndani ya hoteli hiyo. Walikuwa ni watu 2 wamekufa, bila shaka kuna mmoja alikuwa kaponea chopo. Aisee, Onoyo naye alikuwepo maeneo yale. Baada ya miili ile kutolewa kwanza, Onoyo aliacha mdomo wazi kwa mshangao, maana moja ya mwili aliutambua sura yake. Aisee, Afande Muta ni mwenyewe. Huyu ni Mr. Hemedi, gaidi sugu ambaye katafutwa karibia miaka 6 pasina kukamatwa. Hatimaye leo siku yake imefika. Basi moja askari baada ya kuangalia ile miili aliongea neno. Onoyo naye ilibidi asogee kuthibitisha ni kweli. Alipoangalia aliona yule bwana aliyempokonya Halima wake ndio yupo pale akiwa hana uhai tena. Onoyo hakuelewa aliye au acheke. Kijana anamjua huyu, mbona kama umeshtuka? Basi kuna askari mmoja alimshtukia Onoyo, lakini Onoyo aliruka futi 100 kwamba hamjui na hajai kumuona, maana angekubali ile ilikuwa ni kesi. Hemedi ni nani? Ngoja tumfahamu kwanza Hemedi, historia yake kwa ufupi. Huyu bwana tangu akiwa kijana mdogo, wizi wake alianzia mashuleni. Wakati wezi wenzake wa mashuleni wanaishia kuiba peni na daftari za wanafunzi wenzao, Hemedi yeye alikuwa anavunja madirisha ya ofisi za walimu na kuiba vitabu na vitu vingine vya thamani na kwenda kuuza mtaani. Baada ya kumaliza kidato cha 4, Hemedi aligoma kuendelea na shule licha ya kwamba alifaulu. Hapo ndipo sasa ukatili wake ulianza kuonekana. Kwanza hata nyumbani kwao alikimbia na kuanza kukaa kwa wezi wenzake. Japokuwa kwao kulikuwa hakuna dhiki, lakini Hemedi kuiba alikuwa anaona kama fashion au kipaji. Aisee, miaka 3 ilitosha Hemedi kutengeneza jina kila kona. Askari walijaribu kumsaka bila mafanikio, na ilisadikika hirizi yake sio ya nchi hii. Ujambazi wake ulivuka boda na kufika mpaka nje za nchi. Alikuwa na genge lake pia. Pamoja na ujambazi, Hemedi alikuwa tapeli, yani kutapeli nyumba na viwanja vya watu ndio ilikuwa sifa yake. Yani akilitaka jambo lake alikuwa hashindwi. Huenda hata kuanzisha mahusiano na Halima ilikuwa ni njia ya utapeli anaotengeneza, na kuhusu hilo tutajua baadaye. Basi Hemedi kila anaposikia bana harufu ya pesa alikuwa anafika na kuvamia, mpaka sasa siku ya mwisho ambayo alipata taarifa kwamba kuna wazungu wamekuja na pesa za kutosha kwenye moja ya mji wa kitalii, na lengo lao wamekuja kununua nyara za serikali ikiwemo pembe za ndovu na meno ya tembo kimagendo. Basi kama kawaida, Hemedi akiwa na vijana wake 3 walivamia hoteli ambayo ilisadikika mzungu huyo yupo. Kwa taarifa alizopewa, waliamini mzungu huyo yuko peke yake. Lakini kitu cha kushangaza, walipofika kwenye chumba husika na kuvamia, walikuta watu wamo 5, na hapo ndipo risasi zilianza kurindima kama dada wa mapokezi alivyoeleza. Na katika kurushiana risasi, Hemedi na mwenzake mmoja walifariki pale pale, huku mwenzao mmoja akitimua mbio na kupotelea kusikojulikana, na huenda huyo ndo alipiga simu kwa ndugu zake Hemedi kutoa taarifa. Hiyo ndo historia kwa ufupi ya bwana Hemedi, ambaye kijana Onoyo alikuwa anashuhudia mwili wake. Dada, unajua huyu bwana alinipokonya demu wangu, namjua kabisa. Onoyo uvumilivu ulimshinda. Wakiwa anashangaa, alijikuta akimsimulia rafiki yake ambaye walikuwa wanafanya kazi pamoja pale hotelini. Wewe fala, acha uzumbukuku,
utakwenda kutoa ushahidi, uendelea kuropoka. Yalikuwa maneno ambayo yalifanya Onoyo akae kimya, huku akiwa haelewi acheke au alie. Upande wa huku sasa kwa Halima, baada ya kupata taarifa na Godi, kwanza hakuamini kama kweli. Akiwa anajiamini huyo alitoka nje. Aliosha gari mpaka kwa mke halisi wa Hemedi. Mbona alikuwa anapajua kwake, na Halima alikuwa anajua yeye ni kimada tu. Kwanza baada ya kufika alikuta nje kuna magari kama 5 yamepaki, huku watu wakiwa wamejazana nje, na ndani vilio vilikuwa vinasikika. Halima alimuuliza mmoja ya mtu aliyekuwa amemwona akipita pale. Taarifa alizopata kwa Godi zilikuwa ni zenyewe. Halima alichanganyikiwa nusura ya kuvua nguo, yani alirudi nyumbani akiwa hoi. Basi siku hiyo ilipita. Siku iliyofuata mwili wa Hemedi ulifuatwa huko inakosadikika kauliwa, na uliletwa mjini na kupelekwa mochwari. Jambazi nguli ambaye kalisumbua jeshi la polisi kwa miaka karibia 8 hatimaye amekutwa ameuawa na majambazi wenzake. Hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo Halima alikuwa anaangalia kwenye TV, huku picha za Hemedi zilikuwa zinapita pale. Hata wazazi wa Halima waliona hiyo taarifa. Zilipita siku 2, ilikuwa ni siku ya kuaga mwili wa Hemedi. Yaani kulikuwa na watu kama utitire, yaani kila aina ya mtu alikuwa pale msibani. Halima alikuwa hajulikani na ukoo wa Hemedi. Alijaribu kujielezea kwamba ana ujauzito wa Hemedi, lakini aliambiwa hajulikani. Na siku hiyo ndo Halima aligundua kwa nini Hemedi alikuwa hataki azae. Maana katika historia ya marehemu ilisoma marehemu kaacha watoto 22, huku hao watoto wakiwa na mama 21, yani mwanamke mmoja tu ambaye ndo mkewe, ambaye alikuwa kabahatika kuzaa na Hemedi watoto 2. Basi siku hiyo mwili uliagwa, na siku iliyofuata ulizikwa, na hapo sasa vikao vya ukoo ndo vilianza. Halima na wazazi wake, sijui tuseme walijisahau, sijui tuseme ni uzembe, yani walikuwa wanabweteka wakiamini ule mjengo alionunulia Hemedi basi ni kweli alionunulia. Pia Halima pale anapoishi alikuwa kaachiwa gari na Hemedi pamoja na vitu vya ndani vingi tu, ila naye alijisahau. Kikao cha ukoo wa kina Hemedi baada ya msiba hicho ndo kilifanya akina Halima na wazazi wake waingie kwenye majuto ni mjukuu. Kwanza Halima akiwa katulia kwenye apartment yake alipokuwa kapangishiwa, alishangaa kundi la watu wanavamia pale. Aisee, Halima alishindwa hata cha kuzungumza, maana vitu vilibebwa karibia vyote. Aliachiwa viti na kitanda, mpaka gari ilibebwa. Lazima kila mtoto wa marehemu apate haki yake. Haiwezekani malaya zake wabakie na mali za kaka, wakati marehemu mwenyewe kaacha watoto kama timu za mpira. Ilikuwa ni kauli ya dada yake na Hemedi, huku akiwa anawahimiza vijana aliokuja nao wakusanya kila kitu. Halima alijaribu kuleta ubishi, lakini alionyeshwa kadi ya gari kwanza kama kitisho. Ilibidi atulizane tu. Siku hiyo ilipita huku Halima akiwa haachi kulia. Ikiwa ni siku nyingine, asubuhi na mapema, Halima alipokea simu ya mama yake, huku mama huyo akiwa analia kama kafiwa. "Mama, mbona kilio? Kuna nini?" "Halima mwanangu, kumbe ule mumeo alikuwa tapeli, katuponza. Zile hati zote za nyumba alizotununulia zilikuwa feki. Nyumba imechukuliwa mwanangu. Tumepewa siku 3 tu tumehama." Yalikuwa maelezo ya Halima akiwa analia haswa. "Mama, nakuja saizi, nakuja." Basi Halima akiwa anasimama aliongea. Ni kweli baada ya kufika alikuta ndugu zake na Mr. Hemedi ndo wameondoka. Shit, kwamba Godi alikuwa anajua Hemedi njembazi na tapeli. Aisee, sikubali. Yaani kule tulihama na kumpatia hati zote Hemedi, tukijua tumebadilishana na huku, kumbe mambo yenyewe ndo haya. Baba anasema hili alijaisha mpaka tuende kwenye vyombo vya sheria." Halima akiwa kachanganyikiwa aliongea, na Halima alikumbuka kwa mara ya kwanza alivutafutwa na Godi kwamba kuna tajiri anamhitaji na yupo tayari kumuoa, ikiwezekana aachane na Kapukua Onoyo. Yaani kumbe Mr. Hemedi baada ya kuichora familia yake na Halima na kugundua eneo ilipo nyumba yao ni pazuri mno kwa kufungua lodge, basi bwana huyo kama ulivyo utapeli wake aliamua kuandaa mpango wa kuipata ile sehemu kwa njia yote ile, na mpango wenyewe aliona ni kupitia binti yao,
ila changamoto aligundua huyo binti yupo kwenye mpango wa harusi. Hapo ndo Hemedi aliamua kumsaka Godi ili amsaidie kumshawishi Halima. Na Hemedi alitafuta tu kanisa ambalo mchungaji wake ana tamaa na pesa. Alihonga vipesa kidogo na mipango ya harusi ilisukwa, huku akiwa kajipa jina la Maiko. Hivyo ndivyo Halima alivyoingizwa mkenge na Mr. Hemedi. Turudi upande wa huku kwa Onoyo. Kijana bado alikuwa anaendelea na kazi pale hotelini, ila kwa pesa ndogo kweli kweli. Na Onoyo kila kikumbuka jamaa aliyempokonya demu jinsi alivyokufa, basi alikuwa anabaki kutabasamu tu. Basi siku hiyo yalikuwa majira ya jioni kama kawaida. Onoyo akiwa anafuta kwenye korido ya hoteli hiyo, lakini akiwa anaendelea na usafi. Ghafla alianza kusikia maongezi kwenye moja ya vyumba, na jinsi maongezi yanavyoendelea yalimvutia haswa. Umesikia Jacobo? Hii kazi sio ndogo hata kidogo. Inahitaji watu majasiri na wenye nguvu. Mimi kiukweli sioni kama watu 5 mtatosha. Kama unaweza tafuta vijana wengine 3 wenye nguvu na majasiri. Waambie kabisa kazi inayokwenda kufanywa ni kazi nzito na hatari, na pia waambie kuna milioni 5 kila mtu. Ilikuwa maelezo ambayo yalionekana yanatolewa na mtu kule ndani, huku wengine wakiitikia. Onoyo hakusikia maneno mengine zaidi ya ile kila mtu atapata milioni 5. Yaani hakusikia kama wamesema kazi ni ya hatari na ngumu. Yeye aliwazia ile milioni 5. Ukisikia kueuka na pesa ndio kule Onoyo, wala hakutaka kusubiri au kuogopa kwamba ataonekana mbea kusikiliza masuala ya watu. Yaani pale pale alijikuta anagonga mlango. Unataka nini? Basi kuna jamaa sura ikiwa yamechachuka alifungua mlango na kuuliza, aisee, mimi naweza kupiga hiyo kazi? Onoyo jicho lilikuwa limemtoka, aliuliza, kazi gani? Lilikuwa swali gumu kwa Onoyo, maana hata kazi yenyewe alikuwa haijui. Nimesikia mnasema mnatafuta vijana wajasiri. Mimi najiamini. Wewe mpuuzi nini? Kumbe umekaa hapo na tusikiliza. Sasa hizi taarifa tunafikisha kwa bosi wako, utimuliwe kazi. Hebu sepa haraka. Basi yule jamaa mwenye sura ya kuwafanya watoto wadogo wakalia aliongea, lakini sauti ilisikika kwa ndani ikisema muacha ingie. Ni kweli Onoyo aliingia na alikuta kuna kibopa chenye rangi kama Kiarabu kikiwa kimekaa kwenye sofa, huku pembeni kukiwa na vijana kama 4 hivi. Kijana, kwanza kazi gani ngumu na ya ujasiri ambayo umewahi kuifanya? Yule kibopa kabla ya maelezo yote alimuuliza Onoyo. Kwanza mimi nilikuwa mbeba mizigo kwenye matoroli. Pia nimewahi kuinda kwenye misitu ya wanyama wakali. Onoyo aliongea na uongo. Na kuna akili limwambia tu aseme vile, maana maeneo yale yalikuwa karibu na mbuga za wanyama. Jacobo, sasa hawa ndo watu naowataka ambao wamewahi kuingia porini. Huyu ataweza kuwaongoza vizuri. Mweke kwenye listi. Kaongeze vijana wengine 2. Yule kibopa alijibu. Aise, kwanza Onoyo hakuelewa acheke au vipi, maana alikuwa kadanganya kwamba amewahi kuinda wakati sio kweli. Alafu akaambiwa yeye ndo ataongoza kwa sababu ni mzoefu. Kwanza Onoyo alitoa pumzi ndefu mpaka wote walimwangalia. Kijana, vipi? Unaogopa? Bosi aliuliza. Mimi siogopi, ila siamini kama nimepata kazi. Onoyo alidanganya, ila ukweli alikuwa anaogopa mno. Basi aliambiwa atapewa taarifa za mipangilio ya kazi na lini kazi inakwenda kufanyika. Siku 2 zilipita, Onoyo akiwa anasubiri kazi hiyo kwa shauku, japo alikuwa anaogopa mno. Basi ilikuwa ni jioni. Onoyo alikuja kuchukuliwa pale hotelini na gari la kifahari mpaka wafanyakazi wenzake walishangaa. Safari ile ilikwenda mpaka kwenye moja ya nyumba. Huko Onoyo alikuta kuna vijana wengine wa kutosha kama 8 hivi. Pia kulikuwa na silaha zimewekwa pale mezani. Ilikuwa ni mishale na upinde, halafu kulikuwa na gobole kama 2 hivi. Kijana, bora umekuja. Wewe ulisema umewahi kuinda. Bila shaka unajua kutumia upinde na mishale na unajua kulenga vizuri. Onoyo aliulizwa swali na bosi wake. Kwanza alibaki kutumbua macho huku akiwa anaogopa mno. Yana alikuwa anaona harufu ya kifo mbele yake.
Ina maana kumbe ni kazi za ujambazi, tunakwenda kuua mtu. Onoyo akiwa na tahamaki alijiwazia, Onoyo, sina kuuliza, unajua kutumia upinde? Basi Onoyo alishtuliwa kutoka kwenye msongo wa mawazo mpaka alishtuka. Kiukweli upinde sio sana. Sisi sana sana tulikuwa tunatumia mitego na visu virefu kuinda wanyama. Onoyo alidanganya tena. Okay, hiyo haina shida. Jacob, fanya mpango kijana apate dhana anazozihitaji. Bana naamini atakuwa msaada mkubwa kwa porini. Yule bosi wa Kiarabu aliongea na alionekana kumwamini sana kijana Onoyo. Bosi, samahani, lakini ujue mpaka sasa sijajua ni kazi gani tunakwenda kufanya. Maana tulichoambiwa ni kwamba kila mtu atapewa milioni 5. Basi moja ya kijana ilibidi aulize. Hata Onoyo alifurahi kusikia lile swali la mwenzake. Okay, Jacob, embu wape maelezo ya kazi na ambaye hawezi aseme mapema kabla ya kuingia huko porini. Yule bosi alizungumza. Jamani, sisi hapa tunaingia porini kwa malengo matatu. Kwanza kabisa, kinachohitajika hapa ni meno ya tembo, ngozi ya pundamilia na pembe za ndovu. Hivyo vitu vitatu, na hakuna njia ya kuvipata zaidi ya kuwapata hao wanyama. Na kitu cha hatari sio kuwapata hao wanyama, bali ni askari wa maliasili waliotapakaa huko porini. Inabidi kuwa makini mno, na mtu yeyote akikamatwa basi hiyo ni ya kwake, asimtaje mwenzake hata iwaje. Basi bwana Jacob alitoa maelezo yeye kama mkuu wa msafara. Kwanza hapo ilibidi Onoyo jicho limtoke, maana aligundua kina Jacob kumbe ndo wale wawindaji haramu na majangili wanaozungumziwa. Na ukikamatwa kwenye huo mchongo basi wewe ni kuozea gerezani maisha yako yote. Kwanza pale vijana kama wawili walijitoa wakisema wao hawapo kwenye huo mkasa. Onoyo naye kuna kamoyo kalikuwa kanasema wewe ni kijana, achana na hizo njia za mkato. Kingine kalikuwa kanasema huna cha kupoteza Onoyo. Okay, nyie ambao hamtaki kwenda, kiukweli hatuwezi kuacha huru. Lazima tuwafungie sehemu, na mkileta ubishi basi kifo kinawahusu. Maana mnaweza kwenda kutoboa siri zetu kabla hatujakamilisha mipango yetu. Ilikuwa maneno ya Jacobo kwenda kwa wale vijana waliokataa kushiriki, na pale walifungua kamba. Onoyo ilibidi avunge, japo naye alikuwa anataka kugairi kwa jile dili. Basi walikaa pale mpaka majira ya saa 5 za usiku. Sasa hapo ndo walivaa mavazi ya kazi kuelekea porini. Kila mtu alipewa makoti yale magumu, huku mikononi yakiwa na ngao kama za vyuma hivi, na kila mtu alishika silaha anayoona inamfaa, huku Onoyo akiwa kapewa bonge la kisu kirefu kama alivyodai mwenyewe. Msafara ulikuwa unaongozwa na Jacobo, maana alionekana yeye ni mzoefu kwenye yale masuala. Kule porini kulikuwa kuna tisha, maana kulikuwa na wanyama wakali wa kila aina. Yaani ilikuwa ni hifadhi ya wanyama kweli kweli. Pia wale askari wa maliasili walikuwa wanapiga doria kila muda, japo wale askari walikuwa hawaingii ndani ya pori kabisa usiku kuhofia maisha yao. Bwana, huku porini simba na mafisi ndo ilikuwa mengi kuliko hata wanyama wengine. Basi msafara ule wa kina Onoyo ulikwenda mpaka porini kabisa. Yaani huko ni miungurumo tu na milio ya wanyama wakali ilikuwa tu inasikika. Zingatia maelezo. Ukiona mnyama mmoja wapo kati ya pundamilia, tembo au ndovu, toa taarifa. Ilikuwa maelezo ya Jacobo. Ukiachana na Jacobo na vijana wengine wawili, wengine wote waliosalia ilikuwa mara ya kwanza kufanya huo ujangili wa uwindaji haramu, na kila mtu alikuwa kashikilia roho mkononi. Basi wakiwa wanazidi kuzunguka huku na kule, ghafla walishtuka wanamulikwa na tochi. Halafu baada ya hapo mlio wa risasi ulisikika, huku mmoja wao akiwa kapigwa risasi ya mbavu. Aisee, mlio tu ndio ulisikika. Walikuwa ni askari wa maliasili. Basi Jacobo naye alichomoa gobole lake na majibishano ya risasi yalianza. Askari walikuwa wengi kiasi kwamba ilibidi sasa kina Jacobo waanze kukimbia. Walikimbia umbali kidogo. Hapo ilibidi awasimamishe. Jamani, hatuwezi kurudi mikono mitupu. Hapa lazima tupate mnyama hata mmoja wapo ya hao watatu. Yaani bosi hatotuelewa kabisa. Yalikuwa maneno ya Jacob ambaye kila mtu alimuona kama jamaa anaongea ushuzi. Yaani hata wale vijana wengine wazoefu
na waliona Jacob hayupo serious. Yaani mwenzao kapigwa risasi, hawajui kama kafa au la, halafu endelee kubakia porini. Oya Jacob, hayupo serious. Embu turudi tukajipange upya. Mmoja wa kijana mzoefu mwenye kazi ile akiwa kajawa na uoga aliongea. Okay, anayeona kazi imemshinda aondoke. Anayeona anahitaji milioni 5 aendelee kupambana. Jacob aliongea kibabe na kwa vitisho, akiamini hakuna atakayeondoka. Aisha Jacob hakuamini macho yake, yani wote waliondoka na kuanza kurudi mjini. Alibaki yeye na Onoyo tu. Onoyo naye alitaka kuondoka, ila kuna karoho tu kalimwambia wewe kausha. Hawapuuzi kinoma. Onoyo vipi, wewe huogopi? Jacob alimuuliza Onoyo, maana kijana alikuwa kakausha, japo mapigo ya moyo yalikuwa yanakwenda mbio. Mimi nishakwambia porini nishazoea, na haya mambo ya kawaida tu kwangu. Kijana aliongea kwa ujasiri huku akiwa kakaza uso. Mpaka Jacob alisema huyu ndo mwanaume sasa. Basi hapo ilibidi Onoyo na Jacob nao wafanye maamuzi tu ya kurudi, maana uhalisia walikuwa hawawezi kukamata mnyama mkubwa kama pundamilia au tembo wakiwa wawili tu. Ila kabla hata hawajaanza kupiga hatua, ghafla mungurumo wa simba akiwa mitaa pale walipolisikika. Kwanza pale kila mtu alimtazama mwenzie, na akiwa hata hawajaulizana chochote, ghafla kishindo na vichaka kutikisika vilisikika, ikiwa ni ishara ya mnyama kasogea. Hapo kila mtu alipita njia yake kujiokoa. Yaani hizo mbio zilikuwa sio za dunia hii. Onoyo alikuwa haelewi hata anakokimbilia. Alikimbia umbali kidogo, hapo ilibidi atulie kusikilizia kama kuna mtu au kitu kinamfuata. Baada ya kuona kupo kimya, sasa hapo ndo alianza kutafuta namna ya kutoka porini. Onoyo alisikia milio ya risasi, akiwa ndo anataka aanze sasa kutembea. Hapo ilibidi atulie pale alipokuwa amekaa. Alikaa nusu saa akiwa anasikilizia. Baada ya kuona kupo kimya, ndo alianza kutembea mdogo mdogo huku akiwa kashikilia roho mkononi. Katika kutembea tembea, Onoyo aliona kuna mnyama kalala. Ilikuwa ni mbalamwezi kali kabisa, inawaka. Kwa hiyo Onoyo alikuwa anaona vizuri kabisa. Mbona kama pundamilia? Sasa peke yangu siwezi, na nikianza kukuruka kara hapa nitakamatwa. Onoyo alijiongelesha mwenyewe. Akiweka bana kwenye mti, alichomoa kisimu chake na kumpigia Jacob, maana alikuwa amepeana mawasiliano wote endapo lolote likatokea. Bahati mbaya Jacob hakupokea. Basi ilibidi kuanza Onoyo au kote jiwe na kurusha pale alipolala mnyama yule. Kitu cha kushangaza, yule mnyama hakutikisika. Onoyo ilibidi asogee huku akiwa kashika lile bisu lake kama angekewa hivi. Onoyo alikuta yule mnyama ni pundamilia na alikuwa anavuja damu. Onoyo alipoangalia aligundua yule pundamilia kapigwa risasi, tena sio muda mrefu. Bila shaka kuna wawindaji haramu wengine walikuwa hapo kule porini. Pale pale ghafla kisimu chake kiliita, na mpigaji alikuwa ni Jacob. Aisha, Onoyo alicheza kama Pele, aliona ule ndo muda wa kujipigia mipasi. Oya, Jacob upo wapi kiongozi? Mimi nishafika huko tulikopaki gari, lakini wale wapuuzi wameondoka nalo. Uko wapi? Jacob aliuliza. Aisha, katika kukimbia nimekutana na pundamilia ghafla, na bahati nzuri alikuwa kalala, kwa hiyo ninavyokuambia hapa nimetoka kuparangana naye mpaka nimefanikiwa kumdondosha. Onoyo alidanganya. Acha masiara Onoyo. Umemuua pundamilia peke yako? Jacob, mimi ninachokwambia hapa cha kufanya ni namna ya kumtoa huko porini, maana peke yangu itakuwa uongo. Aisee, wewe mwanaume kiukweli. Sasa subiri, nampigia bosi hapa atutumie gari jingine na vijana tuje kumbeba, maana natakuwa abebe mzima ili ngozi iwe vizuri. Ilikuwa maneno ya Jacob. Ni kweli Jacob alifanya mchakato. Gari na baadhi ya vijana walitumwa, na walikuwa wale vijana waliokimbia mwanzo. Onoyo naye hakuwa mzembe. Ile risasi iliyomfanya mpaka pundamilia akalala chini, Onoyo alichomoa kwa kutumia kisu chake, kisha alimtoboa pundamilia na kujipakaza damu kila sehemu. Yeye alichukua mpaka mti na kujikwaruza ile madi tu kujiweka jeraha. Onoyo alikuwa na utafuta ushujaa ambao hata hana. Kiukweli siku hiyo ilikuwa ni sifa zote kwa Onoyo.
Kila mtu alikuwa anamuona Onoyo ni shujaa na mwanaume kweli kweli, yaani mwanaume shababi. Akina Jacob alifanikiwa kumbeba yule pundamilia mpaka mjini na alikwenda mpaka kwenye nyumba ya siri ya yule kibopa. Onoyo alikuwa anasimulia jinsi alivyoparangana na yule pundamilia mpaka kumdondosha chini. Yaani kila mtu aliamini ile story. Maana ni ukweli, pundamilia alikuwa anaonekana kauawa muda sio mrefu. Sasa sikilizeni nyinyi wapuuzi ambao mlikimbia kwa uoga wenu. Mnachukua 5,500 kwa sababu hakuna kazi mlioifanya, na mgao wenu wote anachukua Onoyo kwa sababu kafanya ushujaa ambao haujawahi kufanywa. Jacobo, si unaona nilikwambia huyu kijana anaonekana anaweza kazi? Ilikuwa maneno ya yule kibopa akimsifia Onoyo. Aisee, kama angekewa hivi, ule msemo wa kulala maskini kuamka tajiri ndio ulivyotokea kwa Onoyo. Yaani ule mgao wa wenzake wote alipewa yeye, alijikuta anachukua pesa yake kama milioni 25 hivi. Ilibaki kidogo Onoyo atembee uchi kwa kuchanganyikiwa. Yaani ilikuwa ni pesa ambayo hajawahi kuota kama atakuja kuikamata maishani mwake. Basi yule kibopa alikuwa kapanda dau zaidi endapo atapatikana meno ya tembo. Na awamu hii Onoyo ndo alikuwa anatizamiwa kama tegemezi kwenye kikosi. Onoyo kwanza alikaa na kuanza huku akiwa anaziangalia zile pesa zake, na alichukua chumba kwenye hoteli ya kifahari. Kuna hili ilikuwa inamwambia acha tamaa hizo. Pesa zinatosha, awamu hii usirudi porini, unakwenda kufa. Akili nyingine ilikuwa inasema utajiri huo, Onoyo nenda kafanya maajabu zaidi. Onoyo baada ya kuwaza na kuwazua aliona wacha liwalo na liwe, anarudi tena porini kutafuta hayo meno ya tembo. Basi turudi upande wa huku kwa Halima na wazazi wake. Familia hiyo walijikuta wanapoteza kila kitu. Yaani hata kwa kwenye vyombo vya sheria haikusaidia kwa sababu kila ushahidi ulikuwa unaonyesha pale kwao walimuuzia Mr. Hemedi, na pale waliponunuliwa na Mr. Hemedi walipangishiwa tu nyumba. Halima, tamaa zako hizo mwanangu. Umeona tumebaki wakiwa. Bora ungebaki na yule Onoyo. Saizi tusingekuwa tunazungumza haya. Wewe ukaenda kuolewa na lijambazi sijui lilitokea wapi. Ile itapeli. Mama Halima alikuwa anamlaumu mwanae, akiwa hakumbuki kwamba hata yeye alikuwa anakenulia meno pesa za Mr. Hemedi. Basi ilibidi familia yake na Halima wote wahame pale kwenye apartment ambayo Halima alikuwa anaishi. Pia napo hapo ni kodi miezi 3 tu ilikuwa imesalia kuisha. Huku upande wa Onoyo, kijana tamaa zilimzidia. Aliona ile milioni 25 aloipata haitoshi, wacha arudi tena porini. Awamu hii vijana 5 tu walikubali kwenda porini, huku Jacobo akiwa wa 6. Siku zote kwenye maisha kuna bahati. Tunaweza kusema hiyo ndo bahati ambayo kijana Onoyo huenda alikuwa nayo. Ni kweli wale vijana 6 baada ya kwenda porini siku hiyo, bahati nzuri hakukutana na vizingiti sana. Katika uwindaji walifanikiwa kumwangusha tembo, na hiyo ilitokana na kwamba kuna mishale ya sumu ambayo walikuwa wanaitumia. Na mshale ukimchoma tu mnyama, basi lazima mnyama alale chini. Walifanikiwa kukata kichwa cha tembo, lengo akiwa ni meno yake. Basi walikuwa na furaha kedekede, huku kila mtu akiwa anaziona pesa hizi hapa. Bana awamu hii bosi alikuwa kaahidi kila mtu kula milioni 10. Lakini bahati mbaya kuliko zote, wakati wanarudi kuelekea gari ilipo, ghafla alivamiwa na askari wa maliasili, na hapo ndipo huzuni zingine zilipotokea. Akina Jacobo walijaribu kuparangana na wale askari kwa majibishano ya risasi. Bahati mbaya vijana wote walipigwa risasi, wengine za vichwa, wengine miguu, wengine tumbo, yani kila mtu kivyake. Onoyo yeye risasi ilimbaruza kwenye upaja kidogo. Jacob alikuwa katandikwa mguu na mkono, yani katika wale vijana wote 6 ni Onoyo tu ndo walau alikuwa kaponea chupu. Ndio maana anasema bahati kwenye maisha muda mwingine ipo. Kitu alichokifanya Onoyo, alimkokota tu Jacob na kusugia naye pembeni, kisha walijibana kwenye kichaka. Na pia kile kichwa cha tembo alikiburuta mpaka pale kwenye kichaka. Askari wakiwa makini na silaha zao, baada ya kuona kupo kimya, walisogea pale, maana ilikuwa ni usiku. Walikuwa hawana uhakika kama wamekimbia au wamewabahatisha na risasi. Askari kufika pale walikuta vijana 4, huku kati yao 2 wakiwa wamekufa pale pale na wengine wameumia vibaya sana.
Aisee, hawa ni wazima, tufanye haraka tuwabebe, watakwenda kutoa maelezo vizuri. Nani wanashirikiana naye? Basi Onoyo na Jacobo wakiwa wamejibana pale kwenye kichaka, walisikia maongezi ya wale askari, na kweli ile miili ilibebwa na waliondoka. Onoyo kwanza alipumua kwa nguvu, mapigo ya moyo yakiwa yanakwenda kasi mno. Kwa kuburutana hivyo hivyo, wawili wale walifika mpaka walipoacha gari wakiwa na kile kichwa. Ilikuwa ni bahati nyingine kwa kijana Onoyo, maana hata awamu hii zile share za pesa za wale wengine aligawana yeye na Jacobo, huku wakiongezwa na bonus nyingine. Jacobo, kwa sasa inabidi utulie kwanza, wewe ujitibie, hao waliokamatwa nitamalizana nao, niachie mimi. Onoyo, kazi nzuri sana. Kuanzia sasa umekuwa kijana wangu naye kuamini. Kwa sasa utapumzika hotelini huku tukiandaa mpango mwingine. Yalikuwa maneno ya yule kibopa. Kwa aliyoshuhudia kule porini, awamu hii Onoyo alikuwa kajiapiza kwamba hatorudi tena porini hata iwaje. Ile pesa aliyopewa inamtosha. Onoyo alikuwa na kama milioni 70 kibindoni. Hakika alikuwa haamini kama yeye ndio mwenye zile pesa, na kwa usalama zaidi ilibidi zipeleke bank. Onoyo alikuwa hataki tena hata kuendelea kukaa pale kwenye ule mji. Aliona sawacha arudi nyumbani, akawavimbia wale waliomchukulia poa. Hata namba ya simu Onoyo alibadilisha kabisa na alinunua bonge la simu. Baada hapo safari ilikuwa ni kurudi sasa kwenye jiji la nyumbani. Onoyo alikuwa na hasira na wazazi wake kwa kumkataa na kumkana. Ina alikuwa kapania kweli kweli kwenda kuwalingishia maisha mazuri. Na Onoyo kuhusu Halima alikuwa haelewi mwanamke huyu anaishije kwa kipindi hicho, ila kilichokuwa kinamjia kichwani, alikuwa anaamini huenda Halima anaishi maisha mazuri mno baada ya kuachiwa pesa za urithi na yule gaidi. Basi majira ya saa 5 za usiku Onoyo ndo aliingia kwenye jiji alilozoea, jiji la heka heka. Kwanza alifika hotelini na alilipia chumba siku 3. Onoyo alichukua naamini ile milioni 70 ni nyingi mno na si ya kuisha leo wala kesho. Basi siku iliyofuata Onoyo alikwenda showroom na kununua gari kali mno la milioni kama 30. Alitafuta apartment nzuri na kulipia miezi karibia 6. Kisha baada hapo alifungua na grocery ya vinywaji haswa vilevi. Kila kona habari za Onoyo zilikuwa zimefika, maana jamaa alikuwa anatamba na kula bata vibaya mno. Basi siku hiyo Onoyo akiwa na wanawaenzi hizo wale wasukuma mikokoteni kwenye grocery, ghafla dada zake wawili walikuja. Onoyo, kipindi chote hicho tumekutafuta basi na mafanikio, leo hii umerudi, hata kurudi nyumbani kuja kusalimia wazee hutaki, unaishia kuzurura tu na rafiki zako. Yalikuwa maneno ya dada mtu. Kwanza Onoyo alicheka kwa dharau na kuwauliza umefuata nini. Okay, achana na hayo. Onoyo, baba anaumwa mno na pesa ya matibabu inahitajika milioni 2 kama unavyojua hali ya pale nyumbani. Kama kuna namna unaweza kusaidia basi fanya hivyo. Kwanza nyie kina nani? Mbona siwajui? Embu naomba muondoke hapa. Nyie si mliamua tukataane. Mmeona nimepata pesa, mmeanza kutaka undugu. Aisee, sitaki shobo. Onoyo alikuwa kauzo na aliwatimua dada zake kama hawajui. Upande wao kwa kina Halima kila kitu kilikuwa kimevurugika. Yaani walijikuta pale kwenye apartment wameshindwa kulipia na walitimuliwa. Hapo ilibidi warudi kwenye nyumba za kupanga, chumba sebule. Yaani Halima alijikuta anakuwa mtu wa kulala sebuleni siku zingine kwa mashoga zake. Mama Halima alijikuta anarudi kwenye kazi yake ya zamani, kuuza mkaa kwa baba Halima kama kawaida, akiwa na kazi yake ya ufundi bomba. Taarifa za Onoyo kuwa tajiri hata Halima zilimfikia, na Halima aliamini kwa jinsi Onoyo alivyokuwa anampenda. Basi hata awamu hii akirudi kwa maneno yale matamu basi atakubali. Basi Halima aliamua kufanya maamuzi ya kumtafuta Onoyo, na kipindi chote hicho ule ujauzito wake alioachiwa na Hemedi alikuwa shautoa muda sana, maana alikuwa hayupo tayari kuzaa damu ya kigaidi. Basi Halima alipeleleza mpaka kupajua anapoishi kijana Onoyo, na siku hiyo ilikuwa weekend. Alimkuta Onoyo anafuafua pale nyumbani. Halima alianza kwa kujichekesha. Muda huo Onoyo alikuwa anamkata jicho baya Halima, huku hasira ikiwa inatokota. Onoyo, huwezi amini,
Kumbe Hemedi alikuwa anatumia hirizi na uchawi. Yaani ilikuwa sio akili yangu kabisa kukuacha wewe. Nadhani Onoyo unajua jinsi gani nilivyokuwa nakupenda. Nisamehe kipenzi, hakuna binadamu aliye mkamilifu. Halima alijitahidi sana kuyapangilia maneno yake. Muda huo Onoyo alikuwa anamwangalia kwa jicho la unanionaje? Yaani Onoyo alikuwa anakumbuka unyama aliofanyiwa na mwanamke huyo. Basi alikuwa anatamani hata kuokota gogo ili amuoshe nalo kichwani. Sasa huyu wacha nimfanyie umafi ambao hata usahau. Yaani namdinya simpi hata 100. Na nitasubiri ifike saa 7 usiku ndo nimtimue. Hayo ndo yalikuwa mawazo ya Onoyo aloyapata, yaani alikuwa anataka kumkomoa haswa. Basi Onoyo alijifanya kukubali, ila kwa masharti ya kwamba lazima siku hiyo alale pale wakumbushie. Halima mwili mzima ulichangamka kwa furaha. Pale alianza shughuli ya kumsaidia Onoyo kufua nguo. Yaani kama mke hivi. Muda huo geti lilisukumwa na watu kuingia mle ndani. Aise, alikuwa ni mama yake na Onoyo akiwa na dada zake Onoyo. Mbona mnaingia kama chooni? Hata chooni kwenyewe inagongwa hodi. Nani kawaruhusu kuingia humo ndani? Basi Onoyo aliuliza kwa sauti ya ukali, huku jicho likawa limemtoka. Onoyo, ina maana umerudiana na huyo shetani tena? Mwanangu, una nini wewe? Nani kakuroga? Yaani babako anaumwa yupo hoi. Wewe umekalisha makalio yako hapa na huyu paka. Basi mama Onoyo kama mzazi aliongea kwa kufoka. Nani mwanao? Nyesi mlinikataa kipindi nateseka na lala kwenye mapagala, kwenye virabu. Nyesi mlisema hamnijui. Mmesahau kama nyie mliniitia askari mkidai mimi ni mvamizi. Haya, kilichowaleta kwangu leo hii ni nini? Sitaki kuona mtu hapa. Naomba ondokeni kabla sijapika kelele za mwizi. Onoyo macho yake yamemtoka kama kameza shoka aliongea. Aise, mama Onoyo na mabinti zake walirudi kwa aibu. Hata kile kilichowaleta hakuelezea. Basi Onoyo akiwa na hasira aliingia ndani. Halima alikuwa anajipendekeza kuliko kawaida. Mara mpepe Onoyo, mara mfanyie masaji, yani pesa ni mwana haramu kweli. Onoyo alikuwa anamkadilia Halima hammalizi. Hivi huyu mwanamke ananiona chizi? Sio? Yaani kwa yote alionifanyia anaona mimi kichaa kurudiana naye. Sasa subiri, leo namfurahisha. Onoyo alijiongelesha kimoyo huku akiwa anamkata jicho Halima. Basi chakula kilipikwa huku Halima akiingia jikoni. Baada ya kula, ulikuwa muda wa kupiga story huku wakiangalia movie na akiwa amekaa kimahaba. Basi muda wa kulala ulifika na ndo ulikuwa muda wa show ambao Onoyo alikuwa anasubiri. Ilikuwa ni mechi ya viwango. Yaani Halima alikuwa anafanya vitu hajawahi kufanya kwenye maisha yake. Alikuwa anamnyonya Onoyo sehemu ambazo sio hata za kunyonywa. Aise, ilibaki kidogo Onoyo amwage ubongo kwa utamu aliopata. Pamoja na utamu alionipa, ikifika saa 8 tu usiku namtimua. Onoyo alijiongelesha mwenyewe. Basi baada ile mechi walilala na hatimaye saa 8 ya Halima kutimuliwa ilifika. Hapa subiri, lazima nipige cha mwisho ndo nimtimue. Onoyo aliamua kubadili mawazo. Na kweli alimwamsha Halima na kupiga kimoja cha mwisho. Tena cha maana. Nimfukuze saa hizi. Huyu inabidi nipige na cha asubuhi ndo nimtimue akiwa hana hata 100. Ulikuwa ni mwendo wa Onoyo kubadili mawazo tu. Ni kweli ilifika asubuhi Onoyo alipiga cha asubuhi, lakini napo aligairi. Basi Onoyo asubuhi ile alipikiwa supu nzito na tamu kweli kweli. Aise, mapenzi nyoko kabisa, tena shikamo. Tena shikamo. Siku ya kwanza ilipita Onoyo akiwa anasema atamfukuza Halima. Siku ya pili ilipita, ya 3 na ya 4 akiwa anasema vile vile. Hatimaye alijikuta anajua na huba ambalo alikuwa anapewa na Halima. Yaani alianza kulazimisha kuamini uongo wa Halima kwamba Hemedi alitumia uchawi na hirizi kumrubuni Halima. Yaani Onoyo alikuwa hataki kuamini kama yeye ni fala, bali alikuwa anajipa imani na matumaini kwamba huenda ni kweli haikuwa akili ya Halima kumwacha. Aisema haba alikuwa mazito kiasi kwamba mpaka wazazi wa Halima walihamia pale kwenye apartment, maana nyumba ilikuwa kubwa mno. Onoyo alikuwa anatumia pesa nyingi kuliko anazoingiza pale kwenye grocery. Na aliamini ile pesa ni nyingi mno
si ya kuisha leo wala kesho. Kwa jinsi alivyodata na penzi la Halima, alijikuta anatoa mpaka siri ya namna alipopata zile pesa. Ili mpaka namba ya siri ya akaunti ya benki. Alikuwa akamwambia Halima, maana alikuwa anamwamini mno. Onoyo alikuwa na hasira na wazazi wake kwa kumkataa, kwa hiyo alikuwa hataki hata kusikia habari zao. Basi maisha ya kuponda raha yaliendelea, huku grocery nayo ikiwa inaisha mdogo mdogo. Hatimaye miezi miwili ilipita. Onoyo alikuwa na washikaji zake wanapiga vinywaji pale kwenye grocery yake, na Onoyo yani alikuwa ni kama ile grocery alijifungulia yeye, maana muda mwingi alikuwa anakunywa bure na washikaji zake mpaka vinywaji vilianza kuhesabika. Oya, leo nasikia kuna vitasa vinapigwa kwenye ukumbi hapo juu. Onoyo, wewe ndo bosi, vipi tunaibukaje? Basi ilikuwa swali la mmoja wa washikaji wake. Okay, wacha tupite benki hapo nikachomoe pesa twende, Onoyo alijibu. Na kweli ule muda walinyanyuka na kwenda benki. Lakini Onoyo alishangaa kila kiasi anachotoa anaambiwa hana salio la kutosha. Kwanza alihisi kadi labda ina shida, kama sio basi mtandao pale ATM unasumbua. Onoyo aliingia kwenye mfumo wa simu yake alounganishwa na benki. Aisee, macho alibaki kimtoka baada ya kuangalia salio na kukuta kuna zero, wakati pesa ilikuwa kama milioni 5. Mambo yameanza kuchangamka. Nani katoa pesa? Mbona hata SMS sijatumiwa? Au ni Halima? Maana ndo mtu pekee alikuwa anajua namba ya siri. Onoyo alijiuliza swali pasina kuwa na majibu. Kijana hakutaka kusubiri muda ule. Huyo alikwenda mpaka nyumbani ili kumuuliza Halima nini kafanya. Aisee, mwanaume hakuamini macho yake. Ndani alikuta kama uwanja wa mpira. Yaani Halima na wazazi wake walikuwa wamesomba kila kitu na kuondoka nacho. Jicho tu lilibaki likimtoka Onoyo akiwa haamini. Onoyo akiwa na hasira alitoka kwa ajili ya kwenda kuripoti kituoni, alafu baada ya hapo aanze kumsaka Halima. Lakini kabla hata hajafika, ghafla alishangaa kuna jamaa wanafika pale wakiwa wameongozana na askari. Askari, ndo huyu bwana alituuzia gari na kadi tunayo, lakini hataki kutupatia gari lenyewe. Maelezo alitolewa na mmoja ya jamaa. Na kweli yule bwana alikuwa na kadi ya gari kuonyesha yeye ni mmiliki halali. Hata mkataba wa mauziano alikuwa nao. Kwanza Onoyo ilibidi arudi ndani kuangalia pale alipokuwa katunza kadi ya gari. Ni kweli haikuwepo. Halima, aisee, amuhisi kubali. Onoyo alijiongelesha kwa hasira huku akiwa anapiga mateke ukuta, lakini hiyo haikusaidia. Onoyo alichukuliwa na askari mpaka kituoni kwa tuhuma za utapeli, yani kauza gari halafu hataki kutoa gari lenyewe. Onoyo alikaa rumande wiki moja na bakora za kutosha. Hapo ndo aliachiwa. Ilikuwa kama ndoto anaota, lakini kilichomtokea ulikuwa ni uhalisia wa maisha. Yani alihisi kama amerogwa kwenye maisha yake. Ilikuwaje? Nikamsamehe Halima au aliniroga jamani? Onoyo alikuwa anajiuliza maswali pasina majibu. Onoyo alirudi pale kwenye grocery yake. Ilibidi vinywaji vyote na vitu vingine avipige bei, maana sasa hata pesa ya kutumia alikuwa hana. Yani bwana huyo baada ya kuishiwa na kubakia peche ya lolo, ndo alikumbuka kwamba aliambiwa baki yuko hoi kitandani. Onoyo siku iliyofuata asubuhi na mapema alibeba miguu yake mpaka nyumbani kwao. Na kweli alikuta baki anashindwa hata kujigeuza na hakuna neno lilikuwa linamtoka. Mama Onoyo alifurahi kumuona mwanae karudi, maana mtoto ni mtoto, japo dada zake na Onoyo bado walikuwa na hasira naye. Onoyo aliomba radhi kwa babake huku chozi likimtoka. Na kweli mzee Tegete alitikisa kichwa huku chozi likimtoka kuonesha kamsamehe kijana wake, na pale pale mzee Tegete alikata pumzi. Yani ni kama alikuwa anamsubiri mrithi wake wa pekee aje ndo afe. Ilikuwa ni kilio kwa familia ya mzee Tegete. Onoyo alikuwa analia kama kichaa. Yani kijana alikuwa analia kwa mengi mno. Kwanza alikuwa anachanganya ule uchungu wa kutepeliwa na mtu ambaye ashamuumiza mno kwenye maisha. Pili, kufiwa na baba yake, tena kipindi ambacho hakuwa hata na ukaribu. Yani Onoyo akichanganya maumivu yote mawili, kilio kilikuwa kinaongezeka maradufu. Wiki kama 2 zilipita na msiba uliisha pale kwa mzee Tegete. Onoyo alikuwa hajabakiwa hata na kitu kule kwenye apartment. Japo kodi ilikuwa haijaisha, ila ndo hivyo, ndani kulikuwa hakuna kitu. Hata kitanda kilikuwa hamna.
na pia alikuwa na uwezo wa kuendelea kuishi pale. Basi ile kodi ya miezi miwili iliyosalia ilibidi Onoyo amtafute mtu na kumfaulishia, na zile pesa kidogo alizopata Onoyo aliamua kujimua mitumba. Yaani Onoyo alikuwa karudi tena kwenye sifuri. Alikuwa anatamani kurudi kule kwenye uwindaji haramu, lakini kuna maono ilikuwa anamjia kwamba bahati haiji mara mbili. Siku zote mikosi ikiamua kuyaandaa maisha yako inakuwa ni balaa, mpaka wewe mwenyewe unaweza hisi Mungu anakukomoa, kumbe la hasha. Hicho ndicho kilitokea kwa Onoyo. Kijana baada ya kuwaka jumua mitumba na kuanza kuzungusha mitaa kwa mitaa. Siku hiyo ghafla akiwa anazunguka alishangaa na dakwa na watu waliojitambulisha kwamba ni askari. Kijana upo chini ya ulinzi kwa wizi wa pesa na utapeli. Ilikuwa maneno ya wale askari. Wizi gani nimefanya? Nimemuibia nani? Mimi sio mwizi. Onoyo akiwa na sura hasira alibisha, lakini aliambiwa aongozane nao mpaka kituoni atajua wizi wake. Alipojaribu kuleta ubishi alilambwa makofi, tena mazito haswa. Onoyo alichukuliwa mkuku mpaka kituoni. Kiukweli kitu cha mtu hakiliwi na pesa ya mtu haiendi bure, na cha mtu mavi. Onoyo baada ya kufika kituoni alishangaa kuiona sura ya yule mama ambaye kipindi cha nyuma amewahi kukimbia na TV yake pamoja na sabufa. Akaenda kuuza 1,000,000 na kulipa mahali kwa kina Halima. Kijana, ulijua siji kukupata Sasa mimi sina roho mbaya hiyo. Nahitaji vitu vyangu, ubaki huru. Kama huna, basi nipe pesa. Ile TV ninunua 1,200,000, ile sabufa 400,000, jumla 1,600,000 nahitaji. Yule mama akiwa kanuna kweli kweli aliongea maneno ambayo alifanya Onoyo abaki anatumbua macho tu. Yaani alishindwa hata kubisha kwamba yeye hakuiba. Mamangu, kiukweli mimi sio mwizi. Siku ile wakati ninapeleka mizigo nilijikuta nimepata kiu na ilibidi niache mkokoteni njiani na kwenda kununua maji dukani. Lakini wakati narudi nilikuta TV hamna, ipo radio tu. Kiukweli nilichanganyikiwa. Hata nilipowapigia rafiki zangu kijiweni kuomba ushauri wao, ndo walioniponza, waliniambia nisepe tu, maana nikipeleka radio bila TV basi nitaonekana mwizi na nitakwenda kuozea gerezani. Nisamee mama, kiukweli mimi haikuwa dhamira yangu na sina hiyo tabia. Aisee, kwenye uongo tu Onoyo alikuwa hajambo. Kijana aliushona uongo na kuupangilia mpaka yule mama alimonea huruma. Lakini yule mama hakutaka kuonekana amewasumbua askari. Aliwaambia wamtie ndani kama hana pesa. Ni kweli Onoyo alikaa rumande siku 2, hapo ndo aliachiwa, ila kwa masharti ya kulipa vile vitu ndani ya siku 2 tu, na kama hana basi akafanya kazi kwenye store ya mama huyo bure kwa miezi 2. Onoyo aliona wacha akafanya kazi store, huenda akapata na madili mengine. Kila jambo ambalo linatokea Mungu anakuwa na makusudi yake. Ni kweli Onoyo alianza kufanya kazi kwenye store ya mama yule. Kazi za kushusha mizigo, sijui kupakia, kupima, zilikuwa zake, na alikuwa anashirikiana na wafanyakazi wengine. Onoyo alipiga ile kazi kwa uaminifu mkubwa mno mpaka muda aliopewa uliisha. Baada ya yule mama kuona Onoyo ni mtu mchapakazi asiye na uhalifu wowote ndani yake, alimhamisha kitengo na alimpeleka kwa mfanyakazi wa nyumbani kwake. Alikuwa anamlipa pesa nzuri tu. Basi Onoyo nusu ya mshahara alikuwa anamtumia mama yake, nusu anaichimbia. Yule mama alikuwa na pesa kweli kweli. Alikuwa ni mfanya biashara mzuri tu pale mjini. Yaani mama yule alikuwa anamiliki zaidi ya apartment 20 pale mjini. Masto ya kutosha kiukweli, pesa kwake zilikuwa sio shida zake. Na alikuwa ni mama mjane mwenye watoto 2 wa kike. Basi Onoyo alizidi kufanya kazi pale kwa mama yule mpaka Onoyo alizoeleka na kuanza kuonekana kama mwanafamilia. Mazoea alizidi kipimo na yule mama, kiasi kwamba mpaka kuna siku yule mama alikuwa anamuita Onoyo chumbani kwake na anachoongea hakieleweki, na siku zingine alikuwa anamuita akiwa kavaa kichupi tu. Aisee, huyu mama mbona mazoea yanazidi? Uje mimi nitakuja kuichapa, halafu inaonekana sina adabu. Basi siku hiyo Onoyo baada ya kuwa kaitwa na mama huyo chumbani na kukuta hali isiyo ya kawaida, alijiongelesha mwenyewe. Binti mkubwa wa mama yule kwa jina la Jemima alikuwa ni binti fulani hivi
mwenye maringo na mzuri, na alikuwa anagashobo na wanaume, na pia alikuwa anasoma chuo. Aisee, Onoyo ulikuwa mwambii kitu kuhusu Jemima. Alikuwa kapenda kafa kaoza, ila bahati mbaya alikuwa mtoto wa bosi, na Onoyo alikuwa anajua kabisa yeye hawezi kuwa hadhi ya Jemima. Kwa hiyo alikuwa anaishia kula kwa macho, akiamini zile sio levo zake. Basi maisha yaliendelea, huku yale mazoea ya mama yule na Onoyo yakiwa anavuka mipaka. Kiufupi, inaonekana yule mama alikuwa anaitaka mashine ya Onoyo, ila sasa na ule utu uzima wake alikuwa anaogopa ataanzaje kumwambia Onoyo na ataonekanaje. Kwa hiyo alikuwa anaishia kuonesha tu ishara na vituko. Siku hiyo ilikuwa usiku wa manane, Onoyo akiwa kalala kwenye kibanda chake anacholalaga, maana alikuwa analala kibanda cha nje, kutokana na kwamba hata kazi ya ulinzi getini pia nayo ilikuwa yake. Ghafla usiku huo simu ya Onoyo iliita, mpigaji akiwa ni yule mama. Onoyo, njoo chumbani kwangu, kuna panya anapiga kelele huko, ila hakikisha kina Jemima hawakuoni. Basi bosi aliongea kimahaba kwa sauti ya chini. Onoyo kama alivyoambiwa alifanya hivyo, na kweli moja kwa moja alielekea mpaka kwenye chumba cha mama huyo, na alikuta mlango uko wazi. Aisha, siku hiyo ilikuwa sio kichupi tena. Yaani alikuta mama yule po uchi wa mnyama, huku upaja ukiwa unawaka namna hii yani. Kiukweli Onoyo vumilivu ulimshinda. Siku hiyo hata ungekuwa ni wewe, mbona ungeichapa kakaangu. Hakika mama yake na Jemima siku hiyo alipelekewa moto. Kiukweli mpaka alihisi kitu inazama tumboni. Onoyo naye alikuwa anafanya kwa sifa kama haji kufanya tena. Yaani ule mama alipiga mpaka kelele za Kireno kwa utamu aliopata. Kwanza siku hiyo Onoyo mchana alikuwa mfanya kazi, na usiku aligeuka mume wa mama huyo. Yaani maisha ya Onoyo yalibadilika, maana alijikuta sasa ameanza kuogelea pesa za yule mama. Yaani vilaki kwa Onoyo ilikuwa kama kupenga kamasi tu. Kiukweli Onoyo pamoja na kwamba alikuwa analala na yule mama, lakini moyo wake wote ulikuwa kwa Jemima. Yaani kila akimwona Jemima moyo wake ulikuwa unamsisimka. Maisha yalikuwa matamu mno kwa Onoyo, maana sasa pesa kwake haikuwa shida zake. Yaani kila akitaka pesa kwa mama yule alikuwa anapata. Mahusiano yale ya siri yaliendelea karibia miezi 7, huku ikiwa ni siri ya wawili hao. Mama yule akiwa hataki mabinti zake wajue kabisa, kwa sababu hakuelewa watamchukuliaje. Maana Onoyo alikuwa ni umri wa kina Jemima kabisa yani. Onoyo tayari kwenye akaunti yake alikuwa katunza pesa kama milioni 15, na hizo alikuwa anaona zinatosha kabisa kwenda kuanzisha maisha yake. Yaani Onoyo kuendelea na yule mama alikuwa anaona kama anajipotezea muda. Alikuwa anaona muda wa yeye kutafuta mtu sahihi na kuanzisha naye familia umefika. Wanasema siku zote ukitaka kumuua mnyama mpe jina baya na mtafutie visingizio. Onoyo kuachana na yule mama hivi alikuwa anaona itakuwa ngumu. Hapo alitumia mbinu ili mradi kuachana na yule mama. Basi kama kawaida siku hiyo usiku Onoyo aliingia kwenye chumba cha mama yule, huku yule mama akiwa na shauku ya dudu kweli. Mama Jemima, mimi nina shida ya pesa, sijui unanisaidiaje. Onoyo, mbona nishasema kama una shida ya pesa, wewe niambie tu shilingi ngapi unahitaji, laki au milioni? Milioni 20 nahitaji. Onoyo alitamka pesa ambayo alikuwa anajua mama yule hawezi kuikubali. Onoyo, unajenga nini? Pesa yote hiyo ya nini? Mama Jemima, kama huwezi kunipa hiyo pesa, basi mimi naona tuachane, maana kwenye haya mahusiano sipati faida yoyote zaidi ya kupoteza muda tu. Onoyo sasa alipata sababu. Aisema mapenzi niache. Yule mama kuachana na Onoyo hakuwa tayari hata kidogo. Ile pesa aliahidi kumpatia Onoyo, mpaka Onoyo mwenyewe alishangaa. Ni kweli baada ya siku 2 Onoyo ile pesa alipewa, na baada ya kupewa ile pesa alipigwa na bonge moja la kitisho mpaka mwili wake ulisisimka. Onoyo, nisikilize, mimi kwako nimekufa, nimeoza, sijiwezi. Natamani nitangazie dunia nzima wewe ni wangu, ila siwezi. Dunia itanionaje? Ole wake, ole wako. Nije nikufumanie na mwanamke wa aina yote ile, au uje unitamkie neno tuachane. Aisee, bastola yangu ambayo sijaitumia muda mrefu
basi itafufukia kwako. Ilikuwa maneno ya mama yule ambayo alimwambia Onoyo, huku akionekana kumaanisha mpaka Onoyo mwenyewe alijuta kuomba ile pesa. Siku na wiki vilikatika, hatimaye mwaka uliisha. Yaani Onoyo alikuwa kaachoka mno ile mahusiano. Yaani alikuwa kamchoka yule mama mpaka basi alikuwa anatamani leo kesho waachane, ila kila alipokumbuka pesa za mama yule ambazo alishajipatia mpaka pale alipokumbuka vitisho vya yule mama, aliendelea kujikaza tu. Kipindi hicho Jemima naye alikuwa kamaliza chuo, na hivyo muda mwingi alikuwa anashinda tu nyumbani, na alijikuta mtu akupiga naye story pale nyumbani ni Onoyo. Kwa mara ya kwanza Onoyo alijikuta ameanza kuzoeana na Jemima, na hapo ndo alipoudhihirisha uzuri wa Jemima. Onoyo, unajua ni karibia miaka 2 wewe unafanya kazi hapa nyumbani. Hivi wewe huna malengo mengine ya kimaisha? Basi siku hiyo katikati ya kupiga story, Jemima akauliza swali. Malengo kama yapi Jemima? Kuanzisha familia? Maana naona upo tu, sidhani kama hata umewahi kuwa na mwanamke. Onoyo, maana upo rafu muda mwingi na unashinda tu ndani. Jemima aliongea kauli ambayo hakika ilimuudhi Onoyo, maana ilikuwa kauli ya dharau, na uhalisia Jemima alikuwa mtu wa dharau mno. Jemima bwana, mbona na wewe sijawahi kukuona na mwanaume? Kwani wewe una mahusiano? Onoyo, kwani unanionaje? Mimi ndiyo nina mtu wangu, unafikiri naweza kuwa kama wewe? Basi hongera, mwenzako bado sina kwa sasa. Kwa nini huna? Wanawake huwaoni au wewe ndo mozege? Sijampata mwanamke ninayemtaka. Ujue mimi sio mtu wa wanawake, ni mtu wa malengo. Kwa hiyo nikimpata mwanamke mzuri kama ulivyo mzuri wewe, na mwanamke mwenye sauti nzuri kama yako, tena akiwa na haiba ya kike kama ulivyo wewe, aisee, siku hiyo na kwenda kutangaza ndoa kanisani. Ni basi tu kwa sababu wanawake wengi wa sifa kama zako hawapo. Onoyo aliongea maneno matamu yaliyopangiliwa kuliko kawaida. Jemima alibaki kacheta basamu mdomo wazi, maana katika maisha yake mpaka kufikia pale Jemima hakuwahi kusifiwa na kumwagiwa misifa kama alivyomwagiwa na Onoyo. Yaani Jemima alijisikia vizuri kuliko kawaida, alijihisi malaika fulani hivi. Je, ni ipi hatima ya kijana Onoyo ambaye anataka kuchezea kuku na vifaranga wake? Vipi kuhusu Halima? Itakuwaje? Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 2. Tukutane hapo kesho katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii nzuri, hadithi yetu nzuri, kisa chetu kizuri cha harufu ya huba. Asante kwa kuichagua Light Simulizi na kupenda sana popote pale ulipo. Yani, love you so much.